Sasa bwana, wakati mataifa mengi yakiendelea kuhangaika kuwaondoa watu wao kule nchini Afrika Kusini, nimeona pia Malawi jana walitoa taarifa ya kuanza huo mchakato wa kuwarudisha nyumbani raia wao waliopo kule. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amehutubia taifa na kutangaza hatua kadhaa mpya za kukabiliana na uhamiaji haramu, wakati mvutano ukiongezeka nchini humo, ambapo kwenye taarifa yake au hotuba yake ametangaza wazi kwamba sasa serikali imeanza msako mkali dhidi ya wahamiaji haramu. Nimeona taarifa hiyo, lakini mimi ninachoweza kusema ni kwamba katika kufanya msako huo kuna mambo ambayo au kuna kweli ambazo ni lazima serikali ya Afrika Kusini iache kuziepuka. Na mojawapo ni ukweli kwamba baadhi ya maafisa wao pia wamekuwa wakishiriki katika kadhia zinazowezesha wahamiaji hawa kuongezeka katika nchi hiyo. Utakumbuka hata hivi juzi hapa kuna afisa mmoja aliripotiwa katika moja ya mikoa ya mashariki mwa nchi hiyo akipokea randi 200-300 kutoka kwa bodaboda. Ile taarifa sijui kama utakuwa kwa bodaboda. Kwa hiyo kwa muda mrefu sana ukizungumza, nimebahatika kuzungumza na wahamiaji wa kutoka katika mataifa kama Burundi, Rwanda, Kongo, Uganda, hata Kenya, ama walioko ndani ya Afrika Kusini au waliokwisha ondoka. Wengi sana niliozungumza nao walivuka kupitia mipaka isiyo rasmi. Na ukija kuangalia wanasaidiwa na maafisa wa Wizara ya Mambo ya Ndani ambao kwa kule wanaita Homeland Office, maafisa wa polisi na hata baadhi ya maafisa wa idara ya mahakama. Kwa hiyo kwenye hili serikali ya Afrika Kusini ni lazima pia ianze kusafisha, ihusisha pia maafisa wale ambao wamekuwa si waaminifu kwa viapo vyao, ambao wamekuwa kiwezesha matukio kama haya kujitokeza. Kwa sababu kama tunashughulikia uhamiaji haramu katika mazingira ambayo wale ambao wamekuwa wakipokea hongo milungula wanabakia ofisini, tunaweza kukamata wale walioingia ndani, lakini hatutakata mzizi wa wale walioko nje ambao wanataka kuingia ndani. Na nafikiri hili ni tatizo ambalo liko katika mataifa mengi ya Afrika ambayo yamekuwa kikabiliwa na wimbi hili la uhamiaji haramu. Mataifa mengi sana kwamba tunashughulika na walioingia, lakini wale wanaowezesha watu waingie hatushughuliki nao. Kwa hiyo kama tunataka kudeal, mimi juzi niliandika katika mtandao kwamba kama tunataka kukata mizizi katika swala hili la uhamiaji haramu kwenye mataifa ya Afrika, ni lazima tuanze pia pamoja na mambo mengine kushughulika na wale walioko katika nafasi ya kuzuia uhamiaji, walio katika mazingira ya kuweza kuhakikisha kwamba wale wanaoitwa wahamiaji wanaingia kwa kufuata taratibu zilizokubaliwa na mataifa yetu. Wasio waaminifu wanaotumia nafasi zao katika kuwezesha tatizo kuwa kubwa badala ya kulimaliza, wanaondoka katika nafasi zao au wanawajibishwa kwa mujibu wa sheria za nchi zetu. Lakini vinginevyo, kama tunakamata wa Nigeria, wa Zambia, wa Zimbabwe, wa Malawi, wa Tanzania, walioingia wenye vibali ambavyo labda vimepita muda wao au waliingia tu bila vibali, wakati huo wale waliowasaidia kuingia katika mataifa yetu bado wako ofisini, maana yake wapya wataendelea kuingia na tatizo linabakia pale pale, endelea kuwepo. Kwa hiyo Afrika Kusini na mataifa mengine ya Afrika ni lazima yatazame hatua za kushughulikia uhamiaji haramu kwa taswira pana zaidi. Miongoni mwa hatua ambazo Rais Cyril amezitangaza ni pamoja na kuwafunga jela waajiri wanaowaajiri wafanyakazi wasio na vibali halali moja, lakini kuanzisha mahakama maalum ili kuharakisha uhamisho wa wahamiaji wasio na vibali, na pia kuweka rejista yenye taarifa za kibiometric kwa kila mtu nchini ili kuzuia wizi wa utambulisho. Na vipi kuhusu hawa watu ambao, kwa sababu ukiangalia katika baadhi ya kadhia, hadi baadhi ya hao watu wanaoendesha hii kampeni ya kuondosha wahamiaji hawa raia wa kawaida kupitia March and March, Operation Dudula, wakati mwingine wanapiga mpaka kuumiza watu ambao wana vibali. Yani wanafika sehemu, wewe ni raia wa kigeni, ndio hawaulizi kwamba mtu ana kibali hana, hawasubiri vitu
hawa wanaohusika katika kadhia za aina hii wanashughulikiwa na nani, katika mahakama ipi? Na ndio kwenye hotuba yake pia jana ametoa onyo kwa wananchi wa Afrika Kusini wasijichukulie sheria mkononi. Wale wanaoonekana katika video Exaud, wale waliokwisha onekana katika video kwa mfano kuna video moja inaonekana raia mmoja wa Ethiopia, nafikiri yule kwa ni Ethiopia, anapigwa risasi mchana kweupe katika supermarket yao. Mtu kama yule aliyekwenda kumpiga risasi, kuna mama mmoja alikuwa anauza mayai. Yule raia mzawa amekuja amekula mayai mawili, mama anamwambia nipe pesa yangu, akatoa bastola na mpiga risasi. Watu kama hao ambao wanafanya mambo kama hayo hadharani wanachukuliwa hatua gani, katika mahakama zipi? Natamani kusikia katika hatua ambazo Afrika Kusini wanachukua, hizo pia ziwepo mambo kama hayo, kadhia kama hizo zinazohusisha wazao wanaojichukulia sheria mkononi. Wanashughulikiwaje? Wanashughuliwa na sio kuishia kwenye onyo tu. Haya bana, hayo ni ya kule Afrika Kusini. Utaendelea kuyafuatilia. Baadhi ya mataifa yameanza kufanya michakato ya kuondoa. Nakumbuka Nigeria amekifanya hivyo. Malawi jana ametangaza hatua zao za kuanza kuwarudisha nyumbani raia wao, na taarifa mbalimbali zinaeleza wananchi wengi ambao wanakimbia maeneo mengi Afrika Kusini wamekimbilia. Ghana pia walifanya hivyo, Nigeria pia Durban kule, Nigeria pia, Ghana pia walifanya hivyo, na mataifa kadhaa. Kwa hiyo kongole sana kwa mataifa haya kwa kweli kwa kujali raia wao. Tunataka kupata taarifa nyingine zaidi, lakini haiwezi kuwa afya sana kuanza kuondoana kwenye mataifa. Yani hiyo ni hatua ya dharura, lakini ushughulikiwaji ndio unaweza ukawa njia pekee, yani kwamba waondoe raia wako Afrika Kusini wasiende tena.